Mbappe alitoka hapa akaenda kucheza Urusi. Alivyorudi hapa mimi nilikuwa mwandishi at that time. Nilifanya naye interview wakati nipo Clouds. Dula alipigwa raundi ya kwanza, akaja nikamuuliza mwana vipi muone umepigwa raundi ya kwanza? Ananiambia mimi nivumilie ngumi za Mrusi kwa sababu hata nikimeza naye atanipiga. Kwa hiyo bora nipige raundi ya kwanza, nishachukua hela yangu nimeondoka. Mzungumzaji bondia Mwakinyo. Bondia mzuri. Bondia mzuri, bondia ambaye anapendwa na watu, anapendwa na wadau wa ngumi. Kwa hiyo niseme tu kwamba ni bondia ambaye ana uwezo wake, lakini pia ana vitu vyake ambavyo anavionyeshaga tunapokuwa ulingoni. Kwa hiyo ni bondia mzuri Mtanzania. Kuna bondia mmoja anaitwa Vladimir Klitschko. Ni Ukraine. Klitschko sasa hivi ni mbunge. Klitschko anaposhinda fight zote, cha kwanza kabisa yeye anasema kwamba huyu bondia yaani mtu kampiga, alafu anaenda kusema kwenye press, anaita press, anasema huyu bondia kabebwa. Yaani kampiga mtu, alafu yeye anaitisha press, anasema huyu bondia nilompiga kabebwa. Ndio maana inawezekana maneno ya Mwakinyo ndio anatengeneza tension kubwa kuona yule bondia alioletwa labda ni mwepesi au nini, lakini pia kuna vitu vingine, kuna viungo vingine vikipigwa baba. Kwa mfano kidevu shehe akina ujanja, ngumi moja tu ikiingia. Kwa hiyo kuna kitu kingine kama tumbo hujalifanyia mazoezi, ukipigwa ngumi ya tumbo shehe au na ujanja. Jacob Mbuya, kuna tuhuma hapa kutoka kwa mwandishi wa habari, alikuwa anajaribu kuuliza kuhusiana na bondia ambaye anaonekana amepigwa apati stahiki yake vizuri, lakini pia ambaye anaonekana amecheza yani hajashinda lakini anapewa ushindi huo. Hii ina maana gani kwenu? Inawezekana mtu anachokifikiria kikawa ni kweli ama si kweli. Kwa sababu gani? Tunaamini waamuzi wanajua sheria. Tunaamini waamuzi wanajua sheria, na ndio maana wako pale, wamesimama pale ulingoni kwa sababu wanajua sheria na wanachezesha mchezo wa ngumi kulingana na sheria na utaratibu wa mchezo wa ngumi za kulipwa. Kwa hiyo maamuzi yanayofanyika pale kwenye ulingo huwa hakuna mtu anaweza kuyapindua. Lakini pia kuna kitu kingine kwamba kuna watu wanaona pamoja na maamuzi yanayofanyika, lakini pia kuna watu wanaona kile kilichofanyika ni kweli ama si kweli. Kwa hiyo hivyo vitu vyote vinawezekana, lakini naweza nikasema kwamba hivi vitu vinawezekana vikawepo ama visiwepo, kwa sababu huu mchezo wa ngumi sasa hivi unakuwa tofauti na miaka 3-4 nyuma ilipopita. Kulikuwa hakuna maendeleo haya ambayo tunayoongelea sasa hivi. Kwa sasa hivi kuna maendeleo makubwa sana, tumepiga sana hatua. Nikizungumzia kwa upande wa kuwa na mapambano mengi Afrika Mashariki na Kati, Kongo, Rwanda, Burundi, Tanzania, Kenya, Uganda. Tanzania ndio nchi pekee ambayo ina mapambano mengi sana. Kwa hiyo kwanza hilo tujipongeze kwa hiyo. Hayo yote ni mipango ya kukuza mchezo wa boxing Tanzania, kuwa na mapambano mengi. Sasa hivi Tanzania imekuwa kama kitovu, kama lulu. Mabondia wengi sana wa Afrika wanakimbilia Tanzania kuja kucheza na wanasubiri opportunity za kuitwa Tanzania kucheza. Hiyo inaweza kawa ni namba moja. Lakini pia wakati hayo yakifanyika, mabadiliko pia ya waamuzi lazima yafanyike kutokana na nini? Kutokana na maendeleo ya mchezo wa boxing yanakuja kwa kasi sana. Hivyo inawalazimu hata wale waamuzi ambao wana kasoro ndogo ndogo waanze kujiongeza kuwa perfect, kama sio 100% basi 90 mpaka 80. Tumeona kuna challenge ya namna hiyo ambayo waamuzi wapo kwenye klasi fulani. Nitarudia kitu ambacho nimekiongea. Muamuzi ili akomae anatakiwa apate mapambano mengi ya kuchezesha, ndio anakuwa na experience na skills. Lakini miaka ya nyuma kulikuwa hakuna mapambano. Ndani ya mwezi ilikuwa linachezeka moja au inapita miezi 3 hamna pambano kabisa. Lakini sasa hivi tunavyozungumza, Tanzania mpaka sasa hivi tunaenda kumaliza funga mwaka hivi, tumekuwa na mapambano zaidi ya 200 kwa mwaka mzima. Kenya, nchi zingine zote za Afrika Mashariki hakuna hata mtu aliyofika mapambano 70. Sisi tuna 200 na hizo nchi zingine zote hakuna hata nchi ambayo imefika mapambano 70. Vipi katika upande wa mabondia hawa ambao tunawaona wanakuja kufight hapa nyumbani, lakini ukitizama performance zao kwenye ring pale
kama bondia Tanzania anashinda, lakini kuna maswali mengi sana. Bondia sio, inakuwaje hivi? Sasa hilo swali ni la mapromota. Sisi kwa upande wa shirikisho tunampa kibali cha kuchezesha, sio kibali cha kuleta mabondia namna gani. Ndio maana duniani una mabondia hadi wa dola 500, lakini Jake Paul yule wajuzi yule YouTuber kalipwa dola milioni 120, sio bondia kucheza hiyo shekhe. Netflix wamemlipa dola milioni 120 kucheza tu, kuingia ulingoni, na sio bondia. Lakini duniani yupo bondia hadi wa dola 500 anacheza. Kwa hiyo sisi kazi yetu ni regulator, sisi ndio wasimamizi wa ngumi. Lakini si mnaona kazi yetu sisi regulator, wasimamizi wa ngumi, kukupa promoter kibali cha kuchezesha ngumi, kufata sheria. Mabondia wamepima afya, ukishapima afya mabondia wana leseni, basi tunakupa kibali cha kuchezesha ngumi. Ukimleta bondia wa 500, wa 300, wa 1000, kwa sababu hata sisi mabondia wetu hapa wanatoka hivyo hivyo, wanaenda nchi za watu. Kwa mfano, kuna mabondia hapa ana mechi 3 au 4, anapata pambano kucheza Ulaya la shilingi 1000 dola 2000. Ataacha kwenda kucheza kwa sababu ana mapambano manne? Sasa kwa nini wa huko wasije huku kuja kucheza Tanzania kwa sababu ana mapambano manne? Lakini kumbe matukio mnayaona. Yapo, na hii this agenda it's world agenda. Okay. It's the world agenda. Ni michezo ya boxing. It's the world agenda. Kwamba huwezi kuzizuia kwamba bondia ametoka South Africa, amekuja Tanzania, akija hapa akipigwa ngumi 3 adondoka. Dula Mbabe alitoka hapa akaenda kucheza Urusi. Aliporudi hapa, mimi nilikuwa mwandishi at that time. Nilifanya naye interview wakati nipo Clouds. Dula alipigwa raundi ya kwanza, akaja nikamuuliza, mwana vipi, mbona umepigwa raundi ya kwanza? Ananiambia mimi nivumilie ngumi za Mrusi kwa sababu hata nikimeza naye atanipiga. Kwa hiyo bora nipige raundi ya kwanza, nishachukua hela yangu, nimeondoka. Cha mwisho, Mbuya, unamzungumzaje bondia Mwakinyo? Bondia mzuri, bondia ambaye anapendwa na watu, anapendwa na wadau wa ngumi. Kwa hiyo niseme tu kwamba ni bondia ambaye ana uwezo wake, lakini pia ana vitu vyake ambavyo anavionyeshaga tunapokuwa ulingoni. Kwa hiyo ni bondia mzuri Mtanzania. Shida mapambano yake hayaachi maneno kwa mashabiki, wanazungumza vibaya bondia ambao pigana nao. Kuna bondia mmoja anaitwa Vladimir Klitschko. Ni Ukraine. Klitschko sasa hivi ni mbunge. Klitschko anaposhinda fight zote, cha kwanza kabisa yeye anasema kwamba huyu bondia yaani mtu kampiga, alafu anaenda kusema kwenye press, anaita press, anasema huyu bondia kabebwa. Yaani kampiga mtu, alafu yeye anaitisha press, anasema huyu bondia nilompiga kabebwa. Kwa hiyo michezo, yani hivyo vitu vipo. Ndio maana inawezekana maneno ya Mwakinyo ndio anatengeneza tension kubwa, kuona yule bondia alioletwa labda ni mwepesi au nini, lakini pia kuna vitu vingine, kuna viungo vingine vikipigwa baba. Kwa mfano kidevu shehe akina ujanja, ngumi moja tu kiingia. Kwa hiyo kuna kitu kingine kama tumbo hujalifanyia mazoezi, ukipigwa ngumi ya tumbo shehe hauna ujanja. Kwa hiyo tusiwe judgmental sana kusema kwamba bondia ni mbovu, lakini hatujui kitu gani kilimsibu. Kuna bondia wetu anaitwa alitoka hapa juzi kati, alienda Ujerumani kwenda kucheza. Yes, alivyoenda kule Ujerumani, yule bondia wa kule akamwambia, bwana mimi nimeumia, siwezi kucheza. Ili pambano tunalischedule baada ya 1 month urudi tena kuja kucheza. Lakini nikisema yule Mjerumani kamuona Lisango alivyokuja, akamwona ikichuma hiki siwezi kwenda, ngoja nijipange zaidi afu ndo nimwite. Kwa hiyo chochote kinawezekana. Unajua boxing ni mchezo ambao unaongozwa katika dunia fulani hivi ya watu fulani ambao yes. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana humu ndani yake, vingine ni vizuri, vingine sio vizuri. Kwa hiyo vipo, lakini kumbuka professional boxing it's business. Yaani mwisho wa siku it's the business. Kwa hiyo ndio maana hivi vinapotokea vinatokea. Big time brother.